Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi ajumuika na waumini wa dini ya Kiislamu katika hitma ya kaka yake marehemu Abbas Ali Mwinyi. Zaidi ya watu 30 wauawa ukanda wa Gaza usiku wa kuamkia leo kutokana na mashambulizi ya jeshi la Israel. Na katika michezo, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amzawadia nyumba mwanariadha Sajini Taji Alphonce Simbu baada ya kutoa medali ya dhahabu jijini Tokyo. Channel 10 leo ni Jumamosi ya Septemba mwaka 2025. Karibu sana kwenye habari ya kutwa. Mimi naitwa Emil Reusi, ni habari kimataifa. Lakini pale baadaye Witness Ngalawa atakuja kutujuza pia na Onesta Molel kwende wa lugha ya alama. Karibu sana. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi amejumuika na waumini wa dini ya Kiislamu katika hitma ya kaka yake marehemu Abbas Ali Mwinyi iliyofanyika msikiti wa Jamiu Zanzibar Mazizini, mkoa wa Mjini Magharibi. Hitma hiyo iliyoanza kwa kisomo cha pamoja cha Quran tukufu na kuhitimishwa na Sheikh wa Madrasat Swifat Mnabawit Yafu Msolopa. Viongozi mbalimbali walihudhuria akiwemo makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Alhaji Hamedi Suleiman Abdullah, mufti mkuu wa Zanzibar Sheikh Saleh Omar Kabir, spika wa Baraza la Wawakilishi Alhaji Zubairi Ali Maulid, mwanasheria mkuu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar Alhaji Dr. Mwinyi Talib Haj, wananchi na familia ya marehemu. Baada ya kisomo hicho yalifuatiwa mawaidha na baadaye sadaka ya chakula kwa waumini waliohudhuria hafla hiyo. Wakati wa uhai wake, Bwana Abbas Ali Mwinyi aliwahi kuwa mbunge wa jimbo la Fuoni kupitia Chama cha Mapinduzi. Marehemu Abbas Ali Mwinyi amezikwa jana kijijini kwao Manga, Pwani, mkoa wa Kaskazini Unguja. Amesema msemaji, al-lailu wan-nahar ya'malani fika fa'mal fihima, usiku na mchana unafanya kazi kwako wewe. Kila siku mchana na usiku unafanya kazi kwako wewe. Bainama wewe mwenyewe unaweza ukawa uhuisi kwamba usiku unafanya kazi kwako wewe. Huyu msemaji anasema fa'mal fihima, basi na wewe ufanyie kazi usiku na mchana kwa kujikurubisha na kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nyamaza kulia usiku shida mtihani, nyamaza kulia usiku shida mtihani, alqadiria. Mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Ukombozi wa Umma CHAUMMA Salum Mwalimu amesema kuwa iwapo chama hicho kitapewa ridhaa ya kushika dola, serikali yake itahakikisha inazuia uingizwaji holela wa sukari kwa kuwa ardhi ya kulima miwa ipo ya kutosha hapa nchini. Akizungumza mjini Kibaha katika mkutano wa kampeni wa chama hicho, mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia tiketi ya UDP Swaum Hussein Rashid Mwalimu amesema hayo jijini Mbeya wakati wa kunadi sera za chama hicho, ambapo ameomba kura na kueleza kuwa ili kufikia malengo ya kuwa na sukari ya kujitosheleza nchini pamoja na mafuta ya kura, serikali inayoundwa na chama hicho itaongeza eneo la kilimo. Angalia mabonde yanaofaa kuzalisha miwa hatulimi. Tuna viwanda zaidi ya 6 vya sukari, uwezo wa kuzalisha miwa tunao, hatutaki. Yaani tunaambiwa uwezo wa uzalishaji wa viwanda vya ndani ni mdogo, lakini ardhi ya kulima miwa mnayo, uwezo wa kupanua viwanda mnao, nguvu kazi ya kwenda mashambani ipo, lakini hawataki, ili kila mwaka watu wapige pesa zao kwenye dili ya sukari. Mafuta nchi hii yanaagizwa kutoka nje, tani 398,000 kila mwaka tunaagiza mafuta ya kula. Alizetu ukenda Singida inaoza, alizetu ukenda Babati inaoza, mbegu za pamba ukenda Mwanza, Shinyanga, Simiyu, Geita, Musoma zinaoza. Kwa upande wake, mgombea ubunge kwa tiketi ya Chama cha Ukombozi wa Umma CHAUMMA katika jimbo la Uyole Ipiana Samson Njiku
ameahidi vijana na wananchi wa Uyole kujenga soko la kisasa. Mkinichagua kuwa mbunge wenu, nitahakikisha kwamba naishawishi serikali kupitia kwa rais wetu hapa Salum Mwalimu ambaye mkimpa ridhaa, tutajenga soko la kisasa hapa Uyole ambalo litatoa fursa kwa vijana, wazee na mama kufanya biashara zao kwa uhuru kuliko hivi. Maana sasa soko lilivyo kwa sasa usalama ni mdogo kwa sababu inaweza kuungua muda wowote. Aidha, chama hicho kimeahidi kujenga miundombinu ya soko la kimataifa katika eneo la Uyole, na serikali ya Chauma itaondoa mfumo wa dhamana ya nyumba na mashamba katika mikopo ya taasisi za kifedha wakati wa kuhitaji kukopa. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Epimax Apolinari, Channel 10. Chama cha United Democratic Party yani UDP kimesema endapo wananchi watakipa ridhaa ya kuongoza nchi, watahakikisha wanainua uchumi wa Watanzania kwa kuweka mfumo mzuri wa ulipaji kodi ambao hautamuumiza mwananchi sambamba na kujazwa mapesa kama ambavyo sera ya UNDP inavyoelekeza. Akizungumza mjini Kibaha katika mkutano wa kampeni wa chama hicho, mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia tiketi ya UDP Swaum Hussein Rashid akiwa ameambatana na mgombea mwenza wa chama hicho Juma Hamisi Faki wamewataka Watanzania kuwachagua ili waweze kuwaletea maendeleo. Tutatoa huduma bure, lakini ni lazima tuweke mifumo imara katika ukusanyaji wa kodi. UDP UDP safi! Tukiweka mfumo imara wa kodi ambao kila mmoja ataumudu, kuna mtu atakayekimbia? Kuna mtu atakataa kulipa kodi? Itakuwa kila ikifika tarehe 15 ama 30 mwananchi anajua anatakiwa kulipa kodi, kwa sababu anaona kodi anayoilipa inarudi kutoa huduma kwake. Katibu mwenezi wa UDP Taifa Erasto Nyaga Wanyaga amesema wakati umefika kwa Watanzania kuamua kufanya maamuzi sahihi na kuweka tiki kwa viongozi wanaotokana na UDP ifikapo Oktoba 29 ili waweze kupata maendeleo endelevu. Ambie Watanzania kwamba kwa maono niliyoyaona, kwa ndoto walizonazo Watanzania, ukizisikiliza sera za mgombea wa chama cha UDP Mheshimiwa Swaum Hussein Rashid, ni maelezo mazuri yenye matumaini yanayojenga hoja nzuri kwa Watanzania na wote wamekubali. Mgombea ubunge wa jimbo la Kibaha mjini kwa tiketi ya chama hicho cha UDP Ismail Mohamed Lukundas akaeleza vipaumbele vyake pindi atakapochaguliwa kuongoza jimbo hilo la Kibaha mjini. Naipenda Kibaha, Kibaha ni kwangu. Naipenda Kibaha sana. Nataka wananchi wangu wa Kibaha wote wawe na maendeleo. Kibaha yetu iwe mpya. Hapa Kibaha mjini iwe Kibaha kisasa. Mnipe kura za kutosha. Ifanye Kibaha yetu iwe mpya. Grace Malisa, Channel 10. Naye mgombea urais kupitia chama cha wananchi CUF Gombo Samandito Gombo ameahidi kuwepo ajira za uhakika kwa Watanzania endapo chama hicho kitaingia madarakani na kuiongoza nchi katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu. Akizungumza na waandishi wa habari mkoani Tanga, mgombea urais kupitia chama cha CUF amesema atahakikisha kila mwenye sifa ya kuajiriwa anapata nafasi ya kazi ili kuondoa changamoto ya uhaba wa watumishi kwenye maeneo mbalimbali. Ni afya bure, elimu bure, na tutatoa ajira kwa watu wote. Mradi tu mtu ana sifa lazima apate ajira, kwa sababu kilichoko Tanzania hapa ni kila ambacho kinatufaa Watanzania wote, hakifai watu wachache. Sisi tunaamini tunawafikia watu wengi zaidi kupitia ninyi vyombo vya habari, lakini pia kupitia mikutano yetu ambayo tunawafuata wananchi moja kwa moja kule wanakoishi. Aidha, ameeleza mpango atakaofanya ndani ya siku 100 kwa kuboresha mazingira ya wananchi kupata huduma muhimu karibu kwenye ngazi ya kata. Ndani ya siku 100 huduma za serikali zitatolewa kwenye kata, hazitatolewa kwenye halmashauri. Kwa hiyo watakaoajiriwa watakwenda kwenye ngazi ya kata ili watu wakaweze kupata huduma zao kwenye ngazi ya kata. Lakini wakati huo pia nitafuta kikokotoo. Wafanyakazi hawataweza kulipa kikokotoo. Hayo yote yataisha tu ndani ya siku 100, wala hayo hatutajadili kwa muda mrefu. Kutoka Tanga, Harai Kipingu, Channel 10.
Chama cha Mapinduzi CCM wilayani Handeni mkoani Tanga kimewataka wananchi wilayani humo kuendelea kukiamini chama hicho na kuwapigia kura wagombea wake kwenye uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba mwaka huu, jambo ambalo litapelekea wananchi hao kuendelea kunufaika na miradi ya maendeleo inayolenga kuboresha huduma mbalimbali za kijamii katika wilaya hiyo. Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa CCM wilaya Handeni Amiri Changogo wakati wa mkutano wa uzinduzi wa kampeni za mgombea udiwani kata ya Kwediamba wilayani hapa. Kwediamba kulikuwa hakuna zahanati, leo kuna zahanati. Ndugu zangu, leo tena tumerudi kuomba kura zenu zote watu wa Kwediamba. Mtuamini tena, na mkataba wetu unasema yale yale, kuwaletea huduma wananchi wa Kwediamba na wilaya yetu nzima ya Handeni. Kwa upande wake mgombea ubunge wa jimbo la Handeni mjini kupitia chama cha Mapinduzi Reuben Kwagilwa pamoja na mgombea udiwani wa kata ya Kwediamba kupitia chama hicho Fides Kimaro wakapata nafasi ya kunadi sera zao, huku baadhi ya viongozi wa CCM wilayani hapa wakiendelea kukiombea kura chama cha Mapinduzi. Tutakwenda kukamilisha maeneo yote ambayo hayajapata umeme, yakiwemo maeneo ya Dar es Salaam. Unajua hapa Kwediamba kuna Dar es Salaam. Dar es Salaam ya Kwediamba oye! Yakiwemo maeneo ya Rusanga na maeneo mengine yote kwenye mitaa yetu, ikiwemo Konjeni kule Kwedizando na mengine yote ambayo sijayataja. Kote tutakwenda kupeleka umeme. Yale ambayo diwani aliachia, mimi nitaenda kuyaendeleza. Katika kuyaendeleza kwangu ni pale ambapo tutampa Dr. Samia Suluhu Hassan kura za kutosha. Ni pale tutakapompa Reuben Kwagilwa Mamba Longish kura za kutosha. Mimi niliyesimama mahali hapa, mkinipa pia kura za kutosha, ina maana mimi nimeenda kwa ajili yenu. Na mimi niwahakikishie, badala ya diwani yule kuapishwa, badala ya mbunge huyu kuapishwa, ninaambia baada ya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuapishwa, Kwediamba itakwenda kuwa na mabadiliko makubwa. Na tukizingatia barabara kubwa ya rami inapita hapa inayokwenda Kirindi. Kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10. Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Fedha Jennifer Omolo amewataka wahitimu wa taaluma ya uhasibu na ukaguzi wa hesabu nchini kuzingatia utendaji kazi wenye maadili na uaminifu kwa kufuata miongozo ya kisheria iliyowekwa na mamlaka husika ili kujiepusha kuingia kwenye rushwa. Naam, Mamlaka ya Viwanja vya Ndege Tanzania TAA imesaini mkataba wa ushirikiano na Shirika la Reli Tanzania TRC kwa lengo la kuunganisha huduma za anga na reli ili kurahisisha safari za abiria na mizigo kutoka viwanja mbalimbali vya ndege hapa nchini. Ni maagizo na maelekezo ya Mheshimiwa Daktari. Akizungumza na vyombo vya habari wakati wa utiaji saini huo jijini Dar es Salaam, Mkurugenzi Mkuu wa Mamlaka ya Viwanja vya Ndege Tanzania TAA Abdul Mombo Kaleo amesema ushirikiano huo utaboresha huduma za usafiri kwa jamii na kuchangia katika ukuaji wa uchumi. Makubaliano haya yanalenga kuboresha huduma ya usafiri kati ya anga na reli na ardhi kwa ujumla, lakini pia kuchangia shughuli za kiuchumi katika maeneo ambayo yatapata faida ya uwepo wa mradi huu. Kwa upande wake, Mkurugenzi Mkuu wa Shirika la Reli Tanzania TRC, Mhandisi Machibia Masanja, amesema utekelezaji huo ni maagizo ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha malengo hayo yanatimia ili kurahisisha huduma kwa wananchi. TRC tulishakamilisha feasibility study ya ujenzi wa mtandao wa reli ndani ya jiji la Dar es Salaam, na kiwanja hiki cha ndege kimeunganishwa na tawi la reli linalomwezesha msafiri anayetumia viwanja vyetu vya ndege cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuingia na kutoka kiurahisi kwenye kiwanja hiki. Na pia kwa upande wa Dodoma, kiwanja cha Msalato. Ndio. Kutoka Dar es Salaam, Fatma Hassan, Channel 10. Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Fedha Jennifer Omolo amewataka wahitimu wa taaluma ya uhasibu na ukaguzi wa hesabu hapa nchini kuzingatia utendaji kazi wenye maadili na uaminifu kwa kufuata miongozo ya kisheria iliyowekwa na mamlaka husika ili kujiepusha kuingia kwenye rushwa.
Akizungumza katika mahafali ya 47 ya wahitimu wa uhasibu na ukaguzi wa hesabu ya Bodi ya Taifa ya Wahasibu na Wakaguzi wa Hesabu Tanzania NBAA, naibu katibu mkuu huyo amewahimiza wahitimu kuzingatia uaminifu na uadilifu katika utumishi wao. Wataalamu hawa wa masuala ya hesabu za fedha wakitimiza wajibu wao kikamilifu, uchumi wa taifa letu utaendelea kukua kwa kasi ya kuridhisha, na pia itapunguza kwa kiasi kikubwa, kama sio kumaliza kabisa, matatizo ya ufisadi na ubadhirifu wa serikali na sekta binafsi. Kwa upande wake, mwenyekiti wa bodi NBAA Profesa Sylvia Tem amewataka wahitimu hao kuzingatia miongozo ya utekelezaji wa taaluma hiyo, huku akisisitiza kuwa bodi haitasita kuwachukulia hatua madhubuti wale wote watakaokiuka maadili ya kitaaluma. Tunatoa mchango wetu wa kitaaluma na tumeendelea kuaminika, na bila kutoa details sana ni kwamba tunakuwa consulted sana. Sasa hivi tuna mpango wa kulea tasnia ya uhasibu Swaziland. Tumepata mialiko Malawi tukawasaidie, tumepata mialiko Mozambiki tukawasaidie katika kukuza tasnia ya uhasibu katika nchi mbalimbali. Namshukuru Mungu sana kwa kupata nafasi hii na kuweza kuitwa SPT na kumaliza masomo yangu ya SPA. Tumejipanga kufanya kazi kwa uadilifu kama wahasibu, kufanya kazi kwa usahihi kabisa, maana ni kitengo ambacho kinahitaji ujasiri, kinahitaji kumwomba Mungu. Ikiwa kama ni mhasibu ambaye amethibitishwa CPT, kitu kikubwa ni kuzingatia miongozo ile ambayo tumefundishwa wakati tunaanza kufundishwa, lakini kitu kingine ni kwamba unaangalia jamii yetu, nini kinahitajika kwa jamii kwa wakati huo, hasa ukizingatia mhasibu ni mtu ambaye anashika nyanja muhimu katika kila taasisi, iwe ni ya umma au binafsi. Kutoka jijini Dar es Salaam, Juma Mohamed, Channel 10. Serikali imefanikiwa kununua ndege nyuki, yani drones, kwa thamani ya zaidi ya shilingi milioni 70 kwa ajili ya kufukuzia wanyama waharibifu kama tembo wanaoingia katika makazi ya watu. Akizungumza na wananchi katika kijiji cha Kisaki Kituoni, mkuu wa hifadhi ya taifa ya Nyerere, kamishna msaidizi wa uhifadhi Efraim Mwangomo amesema drone hiyo yenye uwezo wa kwenda umbali zaidi ya kilomita 15 itaenda kumaliza adha ya kuvamiwa kwa tembo kwa wananchi wa vijiji vinavyopakana na hifadhi ya Nyerere. Ujio na kupokea kwa ndege nyuki hii kutaongeza tija sana, kwa sababu ndege nyuki hii inaweza kufanya kazi ya kuwaswaga tembo mchana na usiku, lakini pia ina uwezo wa una usalama katika kuwaswaga hao tembo. Inawaswaga tembo bila ya kuleta madhara yoyote kwa askari wetu, kwa VGS ambao wanatumika na wananchi wanaotumika huku. Fredrick Malisa ni kamishna msaidizi wa uhifadhi kanda mashariki, anasema jitihada hizi ni sehemu ya mikakati ya serikali katika kuwajali wananchi, huku baadhi ya wananchi wakipongeza jitihada zinazofanywa na serikali. Na huu ni mwendelezo wa serikali yetu ya kuwajali wananchi, ya kutekeleza ahadi kwa vitendo, na leo hii tumeshuhudia kwamba kijiji leo cha Kisaki na chenyewe kimeweza kupata kitaenda kutatua tatizo lao la changamoto kubwa ya wanyama wakali na waharibifu. Kwa mwendelezo huu, mazao na wananchi wa Kisaki wana uhakika wa kuvuna mazao yao. Malalamiko mengi tulikuwa tukipeleka TANAPA, kiukweli kilio chetu wamekisikia na tumepata ndege nyuki ambayo hiyo itatusaidia sisi sasa kuanzia sasa kulima kwa uhuru na tusiwe tena na mashaka kuhusu swala la tembo. Sasa tunasema kabisa ukombozi kuhusu tembo Kisaki umepatikana. Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro. Mkuu wa wilaya Musoma Juma Chikoka ameongoza matembezi maalum ya kuhamasisha ushiriki wa uchaguzi mkuu Oktoba 29 mwaka huu, huku viongozi wa dini wakiwasihi vijana wilayani humo kutoshawishika kwa namna yoyote ile kujiingiza katika vitendo vya uvunjifu wa amani. Haya ni matembezi ya amani ambayo yanafanyika hapa manispaa ya Musoma mkoani Mara. Matembezi haya ni kuhamasisha wananchi kushiriki katika uchaguzi wa amani na utulivu ifikapo Oktoba 29 mwaka huu. Tarehe 29 Oktoba tutashiriki uchaguzi huu kwa amani, na wanamsoma kwa kauli moja watajitokeza kwa wingi kwenda kupiga kura kuchagua viongozi wao ambao wataka kwa ajili ya maendeleo yao ya miaka 5 ijayo. Msingi wa matembezi haya
Pia ni kuendelea kuhimiza maendeleo na kuhamasisha umoja, ushirikiano na mshikamano. Baadhi ya wananchi na viongozi wa dini hapa manispaa ya Musoma mkoani Mara wanakumbushia amani kuelekea uchaguzi mkuu. Tunaomba wananchi wote waidumishe amani, wailinde amani, waitetee amani, wailee amani, kwani bila amani hatuwezi kufanya jambo la aina yoyote. Hata mimi msikitini, kama amani hakuna, siwezi kwenda msikitini kufanya ibada. Waache mambo mengine ya magrupu, makundi, waende wakapiga kura. Kama huwezi kupiga kura, maana yake huwezi kujaji juu ya kitu chochote. Tunajua tu kwamba kuna amani na watu wajitokeze kwa wingi, wasikubali makundi yoyote yanayoweza kumshauri mtu kama usiende kupiga kura. Usiache kwenda kupiga kura kwa sababu ndio haki yako. Mgone Miraji ni miongoni mwa wagombea ubunge jimbo la Musoma mjini, na hapa anawasihi wananchi kujitokeza kikamilifu ifikapo Oktoba 29. Hivyo matembezi haya ni ya kuashiria amani katika manispaa yetu ya Musoma, na kwamba kila mtu ana thamani ya kushiriki matembezi haya na kila mtu ana thamani ya kushiriki uchaguzi, na uchaguzi huu uweze kuwa wa amani na upendo na utulivu. Mimi kama mwakilishi kutokea Chama cha Mapinduzi naendelea kuhamasisha Watanzania wote pamoja na wanamusoma wenzangu tuendelee kuwa na utulivu katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu wa tarehe 29 mwezi wa 10 2025. Matembezi haya yameenda sambamba na michezo mbalimbali ikiwemo mashindano ya mitumbwi, wavu, kuvuta kamba pamoja na michezo, nami nasema shiriki uchaguzi kwa amani na utulivu. Musa Makari, Channel 10, Mara. Shirika la Viwango Tanzania TBS limesema litaendelea kusimamia matakwa ya viwango katika nyanja zote za uzalishaji wa bidhaa na mifumo ya utoaji wa huduma kwa umahiri na weledi mkubwa ili kuhakikisha Watanzania wanatumia kilicho bora wakati wote. Meneja wa uandaaji wa viwango vya shirika hilo Yona Afrika ameeleza hayo mwishoni mwa kongamano la mwaka la wiki la wahandisi nchini lililoandaliwa na Bodi ya Wahandisi Tanzania ERB na kufanyika kwa siku 2 mfululizo jijini Dar es Salaam. Amesema kwa kutambua kuwa TBS ndio yenye wajibu wa kuandaa na kusimamia viwango vya ubora, imekuwa ikishirikiana na wadau wa uzalishaji na utoaji wa huduma ili kuhakikisha watumiaji wote wa bidhaa na huduma mbalimbali wanakuwa salama. Kuhusu kongamano hilo, TBS imewataka wahandisi kuendelea kutumia huduma za shirika hilo ambalo maabara zake 9 zimepata uthibati ya kimataifa, zikiwemo maabara kuu 3 za umeme, ujenzi na ugezi ambazo ni mahususi kwa shughuli za ujenzi pamoja na kupata vipimo sahihi. TBS inashiriki hapa kwa sababu kuu mbili, yani sababu ya kwanza kuu ni kwamba Shirika la Viwango Tanzania ndio ambalo lina wajibu wa kuandaa viwango vya bidhaa zote nchini, lakini zikiwemo na bidhaa ambazo zinatumika na wahandisi kwenye ujenzi mbalimbali. Na vivyo hivyo Shirika la Viwango Tanzania liko hapa kwa taarifu wahandisi kwamba bidhaa ambazo wanatumia kwenye uhandisi ziwe ni zile bidhaa ambazo zimethibitishwa na TBS, kwa maana ya bidhaa ambazo zimepimwa kwenye maabara za TBS, ambapo tuna maabara zetu kuu 9, lakini katika maabara hizo tuna maabara 3 kuu ambazo zinatumika kwenye upimaji wa bidhaa mbalimbali za uhandisi, ikiwemo maabara ya mechanical. Serikali kupitia Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi imetoa hati za haki miliki za kimila zaidi ya 700 kwa wananchi wa vijiji vya Ngana na Simike katika wilaya ya Rungwe kwa lengo la kuondoa migogoro ya ardhi ambayo imekuwa ikiibuka mara kwa mara. Wilaya ya Rungwe inatajwa kuwa na migogoro ya ardhi inayoibuka mara kwa mara, na inaelezwa kwamba kati ya malalamiko 10 anayopokea mkuu wa wilaya hiyo, 8 yanatokana na migogoro ya ardhi. Serikali kwa kutambua hilo ikaandaa mipango ya matumizi ya ardhi na wananchi kumilikishwa maeneo yao. Lakini katika 10 malalamiko 8 ni ardhi tu basi. Kwa sisi tuna imani kubwa sana kwa elimu hii ambayo imetolewa na hiki kilichofanyika, tumepunguza migogoro ya ardhi, tukazitunze sote kwa pamoja, kwa sababu malengo hasa ya hizi hati ni kutatua migogoro. Hii cha Ngana tumefanikiwa kupima na kumilikisha vipande vya ardhi 644. Kwa kijiji cha Simike tumefanikiwa kumilikisha vipande vya ardhi 95. Wananchi wameomba kwamba tuwawekee beacon kwenye maeneo yao. Haimaanishi kwamba usipoweka beacon kwamba mtu anaweza kaingilia mpaka, kwa sababu vile vipimo kishapima hamna namna unaweza ukavirekebisha au ukasogeza mpaka.
Na hizi ndizo kauli zao baada ya kukabidhiwa hati za hakimiliki za kimila. Ardhi ilikuwa na mgogoro mkubwa mno. Unaweza kuwa umeliacha shamba bila kulima kwamba labda lipumzike ili mwakani liwe na mboji. Utakuja na mwenzako amekata nusu. Kwenye kijiji chetu cha Ngana bado tumeona migogoro mingi ya ardhi, ndugu balaa ya ndugu mwingine au familia. Lakini baada za hizi hati ninaamini hiyo migogoro itakuwa tayari imeisha. Faida jengi papo ndisi ukufa kuliko aikutana ndo mwangu kufa hapo hati miliki jabo ngona kuti hati miliki kijangu jone na liudi na kweli tanirindi hati miliki jira make jone nuride. Mawifi wanatunyanyasa sana, pamoja na mashemeji wanatunyanyasa sana, lakini Mama Samia ninakushukuru umetupa hii hati miliki kusudi baadaye nisinyanyasike mimi mjane pamoja na watoto wangu. Wilaya ya Rungwe ina jumla ya vijiji 99, kati ya hivyo 19 vimeandaliwa mipango ya matumizi ya ardhi na wananchi kumilikishwa maeneo yao. Kutoka Rungwe mkoani Mbeya, mimi ni Rozi Chapewa wa Channel T. Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi imewataka wananchi kupima ardhi zao ili kuepusha migogoro ya ardhi iliyokuwa ikijitokeza katika jamii. Ni maagizo na maelekezo ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Ni zoezi la kukabidhi hati miliki za kimila zaidi ya 1400 kwa wakazi wa kata ya Ng'aya wilayani Magu mkoani Mwanza, kati ya maeneo 7000 yaliyopimwa. Hati hii itaenda kunisaidia kama mkopo, yani nataka hata kutafuta tikiti ya kulimia, naenda na kibali changu hiki. Ardhi yangu imekuwa mmenitunzia ardhi, hata kuuza ovyo ovyo sitauza mpaka watoto wangu wakue waikute ardhi. Akikabidhi hati 50 kati ya hizo, katibu mkuu wa Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Mhandisi Anthony Sanga, amesema hati hizo zitainua uchumi wao. Ni dhahiri kuwa kwa kiasi kikubwa tutakuwa tumepunguza migogoro ambayo imekuwa ikijitokeza za watu kugombania ardhi, kwa sababu vipande vingi vimekuwa vijulikani nani anayemiliki kisheria. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Mwanza Wilson Luge amesema kuwa wametoa hati hizo ili kupanga miji na kuongeza thamani ya ardhi. Lakini sio hivyo tu, tayari tunatambua hii ni rasilimali pekee ambayo mwananchi anahitaji kuwa nayo, ambayo tunaamini itamwezesha kiuchumi kupitia kuwa na hii hati, ambapo ataweza kuweka mkopo na kuweza kupata mkopo kwa ajili ya kilimo na shughuli zingine. Wengine kutokuwa na NIDA, kwa maana kwamba wanashindwa kutengenezewa hadi kwa sababu hawana NIDA, lakini tayari tumeshazungumza na kiongozi anayeshughulika na masuala ya NIDA katika wilaya yetu, na yuko tayari kuja huku kijijini kwa ajili ya kutoa NIDA. Watendaji waliopo wa ardhi wamekuwa wakifanya kazi zao vizuri sana, na wametufanya kupunguza migogoro ya ardhi. Kwa ukweli kwa sasa sio kama miaka ya nyuma ilipokuwa kulikuwa na ugomvi mwingi, mabishano mengi juu ya ardhi. Wilaya ya Magu iliyozaliwa mwaka 1974 inayoendelea na upimaji katika vijiji 16 ina ukubwa wa kilomita za mraba 2671, 551 maji na 1120 ikiwa ni eneo la nchi kavu. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Na taasisi ya utafiti wa kilimo nchini TARI, kituo cha Naliendele mkoani Mtwara, ipo mbioni kukamilisha utafiti wa mbolea ya mikorosho itakayopuliziwa kwenye majani ili kuongeza uzalishaji wa zao hilo. Utafiti huu ambao umefanyika kwa miaka kadhaa sasa katika mkoa wa Mtwara, Lindi na Ruvuma unaonyesha mbolea hizo zinaongeza uzalishaji wa zao la korosho kwa kiasi kikubwa, huku mikorosho ikiwahi kuchipua. Ni katika kijiji cha Naipingo wilaya Nachingwea mkoani Lindi. Hapa taasisi ya utafiti wa kilimo nchini TARI kwa kushirikiana na wakulima imefanya utafiti shirikishi wa matumizi ya mbolea za majani kwenye mikorosho ili kuongeza uzalishaji wa zao la korosho. Baada ya utafiti huu, TARI imebaini kwamba mbolea hizi zinaongeza uzalishaji, ambapo sasa ipo mbioni kutoa mapendekezo yake kwa serikali na kwa wakulima namna ya kutumia mbolea hizi kwa ajili ya kilimo chenye tija. Hizi mbolea zimeongeza uharaka wa mikorosho kuanza kuchipua, zimeongeza uharaka wa mikorosho kuweka maua, zinaongeza uharaka wa mikorosho kuweka tegu changa. Lakini pia tafiti za awali zilikuwa zinaonesha kawaida hizi mbegu zetu hizi za kisasa
zinakuwa zinatoa tegu chache sana, wakati mwingine si rahisi kufika tegu 20 kwa suke moja. Lakini baada ya sasa ya kutumia hizi mbolea kwenye mashamba yetu yote ya majaribio, hata tulivyoenda kwa wakulima, unaweza kaona tegu zilivyokuwa nyingi kwenye suke moja. Hizi tegu hapa ziko zaidi ya 50. Na hawa ni baadhi ya wakulima ambao wameshiriki utafiti huu wa matumizi ya mbolea za majani kwenye mikorosho. Hapa wanaeleza utafiti huu na matokeo yake. Hii mikorosho kabla haijapulizwa mbolea ilikuwa haichipui vizuri haraka, lakini kwa mwaka huu walivyokuja kupuliza mbolea, wamepuliza zikaanza kuchipua haraka na kutoa maua haraka, na hali halisi inaonekana. Lakini angalia korosho namna zilivyonenepa, zilivyo na afya, na hapa chini hapa matunda yameshaanza kuanguka haya, ambayo miaka zote ilikuwa sisi tunachelewa sana hapa. Kule ambako tumepiga mbolea ndio imefanya vizuri, tofauti na hata hapa ambapo hatujapiga mbolea. Hata ukiangalia hapa kwa sasa imechelewa sana kuchipua, hata maua yamechelewa kutoa, na hata kuzaa bado haijazaa, tofauti na kule ambako tumepiga mbolea. Na hii ni mikorosho ambayo imepuliziwa mbolea za majani. Uzaji wake umeonekana ni mkubwa kuliko mikorosho ambayo haijapuliziwa mbolea hizi. Kutoka kijiji cha Naipingwa, wilaya Nachingwea, mkoani Lindi, Damalima, Channel 10. Na taarifa hiyo mtazamaji inatuhitimishia upande wa habari za kitaifa, lakini tumia nafasi hii kusema karibu sana. Kama ndo kwanza unaungana nasi, hii ni habari ya kutokea hapa Channel 10. Mimi naitwa Emily Lazarus, na mara hii tunageukia upande wa habari za kimataifa, na tukianzia kule Gaza. Tunaelezwa ya kwamba zaidi ya watu 30 wameuawa ukanda wa Gaza usiku wa kuamkia Jumamosi kutokana na mashambulizi ya jeshi la Israel. Kulingana na watu wa huduma za afya, miongoni mwa waliouawa ni watu 9 wa familia moja. Wanafamilia hao waliuawa baada ya makazi yao kulengwa katika mashambulizi hayo. Katika hatua nyingine, jeshi la Israel limeilipua nyumba ya mkazi wa Kipalestina kwenye ukingo wa Magharibi, Muthana Amro. Amro anatuhumiwa kufanya shambulizi lililoua watu 6 mjini Jerusalem. Hayo yanajiri saa kadhaa baada ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuliambia Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kuwa ni lazima nchi yake ikamilishe kazi dhidi ya wanamgambo wa Hamas ndani ya Gaza. Israel inakabiliwa na shinikizo la kimataifa la kutaka kumaliza vita huko Gaza, huku mataifa mengine yakiendelea kutangaza kuitambua Palestina kama taifa huru, hatua inayopingwa vikali na Netanyahu. Urusi imesema drone za Ukraine zimeishambulia miundombinu ya mafuta katika mkoa wake wa Chuvashia. Gavana Oleg Nikolaev amesema mashambulizi hayo yamesababisha mitambo ya mafuta kwenye kituo kilicholengwa kusimama. Wakati mashambulizi hayo ya Ukraine dhidi ya Urusi yakiarifiwa, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameonyesha wasiwasi wake kuhusu mashambulizi ya drone yaliyoripotiwa katika mpaka wa nchi yake na Hungary. Kupitia ukurasa wake wa X, Zelensky amesema droni zinazoingia katika anga la Ukraine zina uwezekano mkubwa kuwa zinatoka Hungary. Hata hivyo, Hungary imekanusha vikali droni zake kushambulia Ukraine. Waziri wa mambo ya kigeni wa Hungary Peter Szijjarto amezijibu tuhuma hizo, akidai Zelensky ameanza kuchanganyikiwa na anaanza kuona vitu ambavyo havipo. Ukraine imekuwa ikikosoa nchi hiyo jirani kwa kile inachokiona kuwa karibu na Urusi. Mtazamaji, ni tamati ya habari za kimataifa. Hivi punde Witness Ngalawa, Sports Lady, atakuja hapa kutujuza ya kimichezo na burudani. Mimi nitarejea baadaye kwa ajili ya kuhitimisha. Endelea kuwa nasi. Naam, asante Emily Lazarus kunipa wasaa kwenda kuangaza yale ambayo yamejiri hii leo katika viwanja mbalimbali. Shukrani za dhati kwako mtazamaji kwa kuendelea kufuatilia Channel 10 habari. Hakika wewe ni wa thamani zaidi kwetu. Mimi ni Winga Teleza Witness Ngalawa, nipo hapa kukufahamisha yale ambayo yamejiri hii leo katika viwanja mbalimbali ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Tuwe sote mwanzo mpaka mwisho.
Kubwa kitaifa, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa zawadi ya nyumba jijini Dodoma kwa mwanariadha wa kimataifa wa Tanzania ambaye ni bingwa wa dunia wa mbio za Tokyo Marathon 2025 Sajin Taji Alphonce Simbu mara baada ya kutoa medali ya dhahabu na kuwa mwanariadha wa kwanza kufikia hatua hiyo. Zaidi na mwanamchezo wetu Juma Mohamed. Akitangaza zawadi hiyo kwa niaba ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa, ambaye alikuwa mgeni rasmi katika hafla ya kuwapongeza wanamichezo waliofanya vizuri katika mashindano mbalimbali ya kimataifa, amesema Mheshimiwa Rais anatoa zawadi ya nyumba kwa mwanariadha huyo ambayo ipo jijini Dodoma, huku akimwagiza Katibu Mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kuhakikisha Simbu anakabidhiwa nyumba hiyo kwa haraka. Natoa zawadi ya nyumba jijini Dodoma ambayo itakabidhiwa na Katibu Mkuu wa Wizara. Zoezi hilo lisichukue muda mrefu kuanzia leo. Sio tunatamka zawadi za viongozi alafu inakaa muda ambao watu wanajiuliza. Lazima uite vyombo vya habari na Simbu pamoja na familia yake wakabidhi nyumba Dodoma. Tumeshuhudia siku za hivi karibuni uwekezaji mkubwa wa ujenzi wa ukarabati na miundombinu ukisimamiwa na wizara, kuongezeka kwa bajeti ya wizara yenyewe kutoka shilingi bilioni 38 mwaka 2022 hadi kufikia shilingi bilioni 326 mwaka 2025-26 na kuwezesha timu za taifa za michezo kushiriki katika mashindano mbalimbali ya kimataifa. Mbali na zawadi hiyo kwa mwanariadha Sajin Taji Alphonce Simbu, Waziri Mkuu alikabidhi pia hundi ya fedha ya shilingi milioni 20 kwa mwanariadha huyo, moja na timu za JKT Queens, Tembo Warriors, timu ya futsal ya wanawake, cricket ya vijana chini ya umri wa miaka 20 kwa kufanikiwa kufika hatua za juu ikiwemo za kombe la dunia na kucheza fainali za mashindano mbalimbali ya kimataifa. Asante Juma Mohamedi kwa taarifa hiyo. Mkuu wa majeshi ya ulinzi nchini Jenerali Jacob John Mkunda amewapongeza wanamichezo wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi Tanzania waliofanya vizuri katika michezo mbalimbali kitaifa na kimataifa. Mwanamchezo wetu ana undani zaidi. Akizungumza wakati wa hafla kuwapongeza wanamichezo hao iliyofanyika katika viwanja vya jeshi vya Lugalo Golf Club jijini Dar es Salaam, Jenerali Mkunda amesema makao makuu ya jeshi yataendelea kutoa kipaumbele katika kukuza michezo, kuendeleza vipaji na kuhakikisha wanamichezo wanapata mazingira mazuri ya kufikia malengo yao. Makao makuu ya jeshi yataendelea kutoa kipaumbele katika kukuza michezo, kuendeleza vipaji na kuhakikisha wanamichezo wetu wanapata mazingira mazuri ya kufanikisha malengo yao. Aidha, mafanikio yao yanapaswa kuwa chachu ya kuwatia wanajeshi wengine na vijana wa Kitanzania kuiga nidhamu, bidii na kujituma. Wanamichezo hao waliofanya vizuri ni pamoja na mabingwa wa mashindano ya Bamata 2025 ambao ni kanda ya ngome, JKT Queens ambao ni mabingwa michuano ya Sekafa 2025 kwa wanawake, pamoja na Sajin Taji Staff Sergeant Alphonce Simbu ambaye ni bingwa wa dunia wa riadha 2025. Mimi ni Yakini Mwakatobe, Channel 10 Michezo. Asante mwana michezo wetu Yakini Mwakatobe. Kunako michuano ya kafu ni kuwa klabu ya Yanga imefanikiwa kufuzu katika hatua ya kwanza ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika baada ya kuibuka na ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Wiliete Benguela ya Angola. Mchezo huo umepigwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Magoli ya Yanga yamefungwa na mchezaji Pacome Zouzoua katika dakika ya 71 kabla ya Azizi Andambwile kufunga bao la pili katika dakika ya 87 ya mchezo. Na ushindi huu unaiwezesha Yanga kusonga mbele kwa jumla ya mabao 5-0 kufuatia ushindi wa mabao 3-0 waliopata katika mchezo wa kwanza uliochezwa ugenini wiki iliyopita. Katika hatua inayofuata Yanga itakutana na Silver Strikers ya huko Malawi ambapo wamefanikiwa kuiondoa Elgoko Pras ya Madagascar kwa faida ya bao 1 la ugenini. Wakati huo mwakilishi mwingine wa Tanzania katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika
Stars wako dimbani kwenye uwanja wa Azam Complex Chamazi wakikabiliana na Rayon Sports ya Rwanda na matokeo mpaka sasa ni 1-0. Namna hivyo kwingineko, katika kurudisha kwa jamii, uongozi wa taasisi ya City College Dar es Salaam imeandaa mbio maalumu zilizopewa jina la Shane Marathon zitakazofanyika Oktoba 25 mwaka huu jijini Dar es Salaam kwa lengo la kukusanya fedha kwa ajili ya ada ya kuwasaidia watoto wa kike walio kwenye mazingira magumu. Tupate undani zaidi. Akizungumza mbele ya waandishi wa habari, mtendaji mkuu wa vyuo vya City Institute amesema kwa kuanzia wamepanga kuwainua wasichana 100 wanaotaka kujiunga na vyuo vya elimu ya afya. Hivyo amewataka wadau kujitokeza kushiriki mbio hizo ili kufanikisha lengo hilo. Tushirikiane, taasisi binafsi, mabenki, taasisi za umma, wizara mbalimbali, lakini wale joggers, jogging clubs na watu wote ambao wana nia njema ya kuisaidia jamii. Tushiriki kwa kuchangia sehemu hiyo ya shilingi 30,000 kuwezesha wanafunzi hawa 100 wa kike kuweza kupata ufadhili wa kusoma ili kuweza kufikia ndoto zao. Kampeni ya mbio za Shane Marathon 2025 imeungwa mkono na wadau mbalimbali wa michezo na burudani, ambao pia wametoa wito kwa wadau wengine kujitokeza kushiriki mbio hizo ili kufanikisha kwa kishindo lengo hilo. Naamini tukimsaidia mwanamke tumeisaidia jamii. Ndio maana tukatumia neno Shane Marathon. Kwa ni imani na mtazamo wetu ulio juu ya mwanamke katika kuikomboa future ya dunia na ulimwengu kwa ujumla. Shane Marathon imekuja kumheshimisha mtoto wa kike. Shilingi 30,000 yako ambayo utalipia inakwenda kumsaidia mtu huyu kusoma udaktari, afisa tabibu, kusoma maabara, kusoma uuguzi, ili jamii yetu ipate wataalamu sahihi. Itafanyika Leaders Club. Kiingilio ni shilingi 30,000. Njoo unione Karima Story nikikata mbuga kwa ajili ya kuwachangia wanawake walioshindwa kuendelea na elimu yao kwenye kozi ya afya. Shane Marathon ipo kwa ajili ya kumkomboa na kumsaidia huyo mwanamke ambaye anatamani kusoma masomo ya afya au alikuwa na hiyo ndoto, lakini hiyo ndoto ikaweza kuishia njiani isiweze kukamilika. Mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10. Asante mwana michezo wetu Juma Abdurrahmani kwa taarifa hiyo. Kunako mchezo wa netiboli, michuano ya ligi daraja la kwanza ngazi ya taifa mpira wa netiboli yameanza leo huko mjini Tabora, ambapo timu 13 zitachuana vikali kwa muda wa siku 10 katika viwanja vya shule ya sekondari ya wasichana ya Tabora. Sports Lady Pendo Salu ana undani zaidi. Ni baada ya kukamilika kwa maandalizi, leo michuano hiyo imeanza, ambapo mwenyekiti wa Chaneta mkoa wa Tabora Maimuna Basi ameeleza kwamba kila kitu kinakwenda vizuri, huku serikali ikiomba mashabiki kuhudhuria kupata burudani ya mashindano hayo. Kwa sasa hivi timu zilizothibitisha kushiriki ni timu 13, mikoa 13. Maandalizi yetu kama unavyoyaona, maandalizi yetu ni mazuri. Mimi mwenyewe ni veterani, lakini nilipomaliza shule nilipata ajira TRC kwa kupitia mchezo wangu wa netball. Sisi kama mkoa wa Tabora, mashindano haya kwa kweli tumeyapokea vizuri na maandalizi yalifanyika. So tunawakaribisha sana wageni wetu mliofika Tabora, mjisikie mpo nyumbani. Timu ya chuo cha uhasibu Arusha imefungua pazia la michuano hiyo kwa kuichapa mabao 89-20 timu ya Capital City ya wilaya ya Kaliua. Kama mnavyoona leo tumewafunga Capital Center kutoka Kaliua magoli 89-20. Kwa hiyo tunaiombea pia timu yetu izidi kuwa na ushindi wa hali ya juu. Mchezo wa leo umenipa picha kwamba pia mashindano ni magumu, sio kwamba ni marahisi. Kwa hiyo napenda kuiambia timu yangu kwamba tupambane, kwa sababu huku tuliko kuja ni vitani. Ligi kuu sio lele mama. Tu kwa ujumla mazoezi hayakuwa kama inavyotakika. Na kubwa tu ni mazoezi. Watu hawakujiandaa vizuri kiupande wa mazoezi. Hivyo tu basi. Muda upo, tutafanya mazoezi ya kutosha ili tuepukane na haya magoli yalotufunga kwa leo. Baadaye mchezo mwingine ulizikutanisha timu ya Suma JKT na Nzega Queens ambazo nazo zilikamiana vilivyo. Ushindano mkubwa upo na sisi ndio tunachokuhitaji, tunataka upinzani uwepo.
na ndio maana tumekuja kushiriki. Hatuhitaji kuishia hapa tu, ili tuendelee kuendeleza vipaji vyetu. Kutoka Tabora ni mwanamichezo wako Pendo Salu, Channel 10. Namna hivyo, wakati ligi mbalimbali barani Ulaya zikiendelea kutimua vumbi, kampuni ya DStv Tanzania kwa kushirikiana na Pico imekabidhi washindi wa kampeni maalumu ya Beba Zigo, ambayo mashabiki wa soka kupitia ligi hizo wanajishindia zawadi mbalimbali kama vile televisheni janja, kisimbuzi cha DStv kilicholipiwa mwaka mmoja, AC pamoja na soundbar kupitia mnada unaofanyika mtandaoni. Akizungumza wakati wa kukabidhi zawadi kwa washindi wa mnada huo, meneja wa habari na mahusiano wa Pico Tanzania Barnabas Mbunda amesema kuwa kampeni hiyo ni mahususi kwa Watanzania, hususan mashabiki wa soka ambao wanafuatilia ligi za ndani na nje ya nchi. Sisi vijana wa Kitanzania tuna mengi ambayo tunayatamani kuyapata au kuwa nayo, lakini changamoto kubwa inakuwa ni swala zima la hela, pesa ama mpunga, vijana siku hizi wanaita hivyo. Kwa maana hiyo sisi tumeona hilo na tukaamua kuja kulitatua hilo tatizo. Ndio maana kwenda udogo tu unaweza kuondoka na kitu ambacho chenye thamani kubwa. Na wasi ambao wanaendesha mchezo wa kubahatisha Tanzania kuhakikisha kwamba wanafika kwenye gaming board kwa ajili ya kujipatia leseni, ili hata mchango wao uwepo kwa ajili ya kuchangia pato la taifa. Abiria wengi sana watakuwa wanakwenda kwenda kucheki mpira uwanjani. Mimi nitakuwa ni moja kati ya wasafirishaji naona abiria hao, ili niweze kujipatia kipato. Na enjoy sebleni na chumbani mambo yangu, pia nikiwa naangalia mechi za Simba na Yanga, pia tutaona namna itakayofanyika vote. Kutoka Manyara, mkuu wa wilaya ya Babati Emmanuel Kaganda amewataka maafisa usafirishaji maarufu kama bodaboda kutopuuza kufanya mazoezi ya mwili pamoja na kupima afya zao ili kujiepusha na maradhi ambayo yanaweza kuwapata kutokana na mazingira na hali ya kazi zao. Elia Kimani anatufahamisha zaidi. Kaganda ametamka hivyo wakati akihitimisha bonanza la mashindano ya riadha kwa maafisa usafirishaji maarufu kama bodaboda wilaya Babati, ambayo yameandaliwa na shirika la Rafiki Wildlife Foundation, huku mshindi akiondoka na pikipiki miongoni mwa zawadi nyingine kwa washiriki wengine. Moyo labda umepata shida au umepata sukari au umepata nini, nikasema hebu tuwape break hata masaa machache washiriki kwanza kwenye mazoezi kama nilivyosema, lakini pia wapate muda wa kuweza kucheki afya. Lakini pale tumeona NSSF wako mwende mkajiwekee pia akiba. Tusitumie pesa yote, tuweke kwa ajili ya baadaye pale tutakapokuwa tumeishiwa nguvu. Na mkurugenzi wa shirika la Rafiki Wildlife Foundation Mchungaji Clement Matwiga anaeleza madhumuni ya kuandaliwa kwa bonanza hili la riadha kilomita 10 kwa maafisa usafirishaji hawa. Kwanza ni kushukuru kwa moyo wa upendo. Tamasha hili halipo kwa ajili ya kuchukua umaarufu. Lipo kwa ajili ya kuwajengea uwezo vijana wetu kimaadili, kitaaluma, kiuchumi, kiubunifu. Tumeona vijana wa bodaboda wamekimbia, wameonyesha uwezo wao. Nataka nikuhakikishie Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kampeni hii ni kampeni endelevu, na tutahakikisha kwamba kila wakati tutaandaa mazingira haya ya kuhakikisha kwamba tunawajengea vijana wetu uwezo katika hali zote kupitia michezo na mambo mengine ambayo yatakuwa yakijitokeza. Ni jambo zuri sana, tunawapongeza uongozi kwa kutuletea jambo hili, na tunaomba pia liwe endelevu kwa ajili ya kukomboa afya za wasafirishaji na bodaboda ambao muda mwingi wanakuwa ni watu wa kuketi na watu muda mwingi wanakuwa wako katika vyombo vyao vya moto. Kutoka wilaya Babati mkoani Manyara, mimi ni mwanamichezo wangu Elia Kimani. Na hivyo mwanamichezo wetu Elia Kimani ndivyo anavyonipeleka kuangaza yapi ambayo yamejiri katika medani za kimataifa. Kunako habari za michezo na burudani kimataifa, tuanze kuangaza mchezo wa soka ambapo klabu ya West Ham United imemteua kocha wa zamani wa Nottingham Forest Nuno Espirito Santo kuwa kocha mkuu mara baada ya kumfuta kazi Graham Potter. Nuno mwenye umri wa miaka 51 amesaini mkataba wa miaka 3 na The Hammers na atasimamia mechi yake ya kwanza Jumatatu ugenini dhidi ya Everton
kwenye mwendelezo wa ligi kuu ya EPL. Potter alifukuzwa kazi Jumamosi asubuhi baada ya kuhudumu kwa miezi 8 pekee, huku klabu ikiwa nafasi ya 19 kwenye msimamo wa ligi. Nuno anajiunga na West Ham baada ya kutimuliwa tarehe 9 Septemba na klabu ya Nottingham Forest ambayo aliiongoza hadi nafasi ya 7 kwenye ligi ya EPL msimu uliopita na kuwa ni nafasi yao ya juu zaidi tangu msimu wa 1994-95. Nimefurahi sana kuwa hapa na ninajivunia sana kuwakilisha West Ham United, alisema Espirito Santo. Kwingineko, Lewis Hamilton ameshindwa kuhudhuria vipimo kwa ajili ya mashindano ya mbio za magari ya langalanga ambayo yanafanyika nchini Italia mara baada ya mbwa wake anayejulikana kama Roscoe kuugua maradhi ya moyo. Bingwa huyo wa mara 7 wa dunia mwenye umri wa miaka 40 kwa sasa alikuwa amepangwa kukamilisha vipimo hapo jana, lakini alishindwa kufuatia mkasa huo wa mbwa wake kuumwa na nafasi yake ikachukuliwa na dereva mwenzake wa Ferrari Zhou Guanyu. Katika chapisho lake kwenye mtandao wa kijamii wa Instagram, Hamilton aliwaomba wafuasi wake kumweka kwenye maombi mbwa wake mwenye umri wa miaka 12. Hata hivyo, Hamilton ambaye alimaliza katika nafasi ya 8 ya mbio za Azerbaijan Grand Prix zilizofanyika Jumapili iliyopita anatarajiwa kurudi tena kazini weekend ijayo katika mashindano ya Singapore Grand Prix. Nikuulize tu, umeshawahi kuiacha kazi yako kwa ajili ya mnyama unayempenda? Mimi ni Juma Mohamed na hii ni Channel 10 Michezo Kimataifa. Mambo hayo, mbwa amesababisha dereva Hamilton kuahirisha michuano yake, na ndivyo ambavyo anatamatisha yale ya dawati la michezo na burudani kwa leo. Lakini michuano, mwakilishi wa Tanzania katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, klabu ya Singida Black Stars ambao wako dimbani muda huu katika dimba la Machinga la Azam Complex pale Chamazi, dakika 45 zimetamatika na matokeo ni 1-1. Tunasubiri dakika 45 nyingine, nani ataweza kuibuka kidedea katika mchezo huo. Matumaini yetu wa Tanzania, tuiombe kila lilo jema timu ya Singida Black Stars. Na ndivyo ambavyo na tamatisha leo cha dawati la michezo na burudani kwa leo. Mimi ni winga teleza Witness Ngalawa, nikureshe kwake Emil Lazarus ambaye ataweza kutamatisha habari yetu ya kutwa nzima ya leo baada ya muhtasari wa habari. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi ajumuika na waumini wa dini ya Kiislamu katika hitma ya kaka yake marehemu Abbas Ali Mwinyi. Zaidi ya watu 30 wauawa ukanda wa Gaza usiku wa kuamkia leo kutokana na mashambulizi ya jeshi la Israel. Na katika michezo, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amzawadia nyumba mwanariadha Sajini Taji Alphonse Simbu baada ya kutoa medali ya dhahabu jijini Tokyo. Singalao ndivyo wanavyohitimisha kabisa habari ya kutwa kwa siku hii ya leo na habari zake za michezo na burudani. Mimi naitwa Emily Lazarus ambaye mwanzo nilikufungulia habari hii kwa kusomea habari za kitaifa na kimataifa. Naomba nikutakie usiku mwema, lakini pia weekend njema mtazamaji.